Upande mwingine ni swala la serikali ya umoja wa kitaifa. Katiba yetu inataka tuunde serikali ya umoja wa kitaifa. Tuliwataka wenzetu walete majina ya nafasi ya makamu wa kwanza wa rais pamoja na mawaziri wanne. Hawakuwa tayari, wakidai kwamba kuna mambo hayakufanyika sawasawa wanavyopenda wao. Aljununu fununu wal aqlu fanun wahid. Wazimu una matawi mengi. Ndugu zangu, wengine wa kuimba, wengine wa kucheza, wengine wa kupiga, wengine wa kulia, wengine wa kujikunja, lakini wengine wa kudhani kwamba wao ni marais. CCM oye! Ili kuendeleza amani katika nchi yetu, ili kuendeleza umoja wa wananchi wetu, ili hali hii tuliyokuwa nayo sasa hivi tusirudi katika mambo ya chuki, tumesema tufanye mazungumzo, tupate muafaka, warudi katika serikali ya umoja wa kitaifa, tuendeleze nchi yetu, kudumisha amani. Lakini tumewaambia kwamba tutafanya hayo kwa maslahi ya nchi yetu, maslahi ya chama chetu. Hatutofanya hayo kwa kuburuzwa, hatutofanya hayo kwa wanayotaka wao, ambayo hayana maslahi kwetu. Kwa hivyo nataka nikupeni uhakika, ndugu wanachama, kwamba mazungumzo yataendelea, lakini tutayaendeleza huku tukijua kwamba tunatafuta maslahi ya nchi bila kuathiri maslahi ya chama chetu. Hiyo ndio hali ya serikali ya umoja wa kitaifa ilipo. Watakapokuwa tayari watakuja, kama hawako tayari tutaendesha nchi. CCM oye! Ndugu zangu, tumethibitisha kwamba tunao uwezo wa kuongeza nchi. Kwa hivyo kama wanataka kurudi, ahlan wa sahlan. Hawataki, tutaongoza nchi. Napenda nimalizie, najua kuna maombi mengi, lakini niliseme hili aliyolisema naibu katibu mkuu alilolisikia huko alipopita, nadhani Wete, nyumba za maendeleo. Moja katika mambo ambayo tumevalia njuga cha awamu ya pili ya serikali ya awamu ya 8 ni ujenzi wa nyumba za makazi kwa wananchi wetu. Zile nyumba zote zilizojengwa wakati wa mapinduzi ule zimeshachoka mno, iwe Michenzani, iwe Kikwajuni, iwe Kilimani, iwe Bambi na huku Wete, Micheweni, muda wake umekwisha. Lazima tujenge nyumba mpya. Sasa tunapotaka kujenga nyumba mpya, kuna watu wanatia maneno, mbona unavunja nyumba za mzee Karume miaka 60? Jamani, mnataka zile nyumba hazikaliki. Mimi najua, nimeingia. Kuna mtoto mmoja kaangukiwa na dari ndani ya nyumba zile. Mpaka lini tutakaa na nyumba hizo? Sasa hivi hata huyo mzee Karume mwenyewe angekuwepo angesema hizi zibadilishwe, sasa zishachoka. Kwa hivyo nataka niwaambie, tunajenga sasa hivi. Kikwajuni ishavunjwa yote, hakuna Kikwajuni sasa, kuna mpya zinakuja bana. Maendeleo mwenye daktari, mwenye masoko, mwenye hospitali, mwenye mabarabara, mwenye maskuli, mwenye madaraja, mwenye hodari. CCM oye!
Zitajengwa nyumba mpya Unguja na Pemba, nyumba za maendeleo. Tumeliwezesha sana shirika letu la nyumba ZHC. Sasa hivi wana mtaji mkubwa, wana mikopo ya kutosha, na wameshaniahidi kwamba ndani ya miaka michache ijayo watakuwa wamejenga nyumba zisizopungua 5,000. Kwa hivyo ndugu zangu, nimalizie kwa kusema kwa mara nyingine tena, nimefurahi sana kuja hapa kutoa shukrani zangu kwa kazi nzuri mlioifanya ya uchaguzi, na nakushukuruni sana kwa kuacha mambo yenu mbalimbali kuja kukutana na mimi leo hapa. Kama kawaida yenu, hamjawahi kuniangusha. Asanteni sana. Mwisho kabisa, niwashukuru waandaaji wa mikutano yangu hii, kwa sababu huu ndio wa mwisho kimkoa. Nilianza Unguja, siku ya kwanza mikoa miwili, siku ya pili mikoa miwili, na leo hapa siku ya tatu mikoa miwili tunahitimisha baada ya asubuhi kwa kule kusini. Wameipanga vizuri ziara, walengwa wote wametokea katika mikutano hii, tumezungumza vyema. Nashukuru sana kwa mpangilio mzuri wa ziara yangu, na naomba mchukue kwamba mkutano huu hakukuwa, haya mengine yote yalikuwa ya ziada, lakini kubwa nimekuja kusema asanteni sana kwa kazi nzuri tuliyoifanya. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu kibariki Chama cha Mapinduzi. Asanteni kwa kunisikiliza.